Na mtazamaji, na tukiachana na hayo ni kwamba ni miaka miwili sasa tangu kisa cha mauaji na kuzikwa kwa mabaki ya halaiki ya watu kuripotiwa katika msitu wa Shakahola. Na kufuatia kisa hicho ambacho bado kinaendelea kushangaza wengi, serikali ilihitaji wananchi kujitolea kufukua miili ya waathiriwa. Na wengi ya waliojitokeza kwa shughuli ya uchimbaji huo ni wafanyabiashara wa bodaboda ambao walilazimika kuvumilia harufu kali ya mabaki ya miili iliyokuwa imeharibika. Naam, lakini sasa wanaandamwa na jinamizi tofauti. Na mwanahabari wetu Francis Mtalaki alirejea Shakahola ambapo ametuandalia makala maalum ya mashaka ya wachimbaji makaburi ya Shakahola. Safari za hapa na pale kupitia uchukuzi wa bodaboda hupamba mtaa wa Shakahola madukani. Maisha ya Shakahola yalikuwa ya kawaida kwa miongo kadhaa hadi Machi 23 mwaka 2023. After Mackenzie kukuja huko Shakahola, baada ya kutambuliwa kwa makaburi ya halaiki na kusababisha mtaa huu kugonga vichwa vya habari kitaifa na kimataifa. Tulikuwa hapa mtaani jioni, tukaambiwa tunataka na vijana wenye watatusaidia kuchimba kule, wenye wanaweza kujitolea waende. Hadi wakati huo Emmanuel Ngolo alikuwa mhudumu wa bodaboda na kijana aliyependa kucheza kabumbu baada ya kazi. Alidhani maisha yake yatabadilika alipopata ajira kutoka kwa serikali. Kwa ujasiri, yeye na wengine walijifunga kibwebwe na kuingia msituni Shakahola kufukua miili ya waliokuwa wameangamia kwenye dini potovu ya mhubiri tata Paul Ndenge Mackenzie. Kama vile taifa na dunia nzima lilivyopigwa na butwaa kilichoendelea msituni, hawakujiandaa kwa yale watakayokumbana nayo chini ya ardhi msituni. Siku ya kwanza ilikuwa tough kwa sababu si kitu yenye umezoea na sijawahi kusikia. Mimi binafsi sijawahi kusikia mtu amezikwa alafu anatolewa. Alafu kitu kenye kilinishangaza, kaburi ya kwanza tu tulipochimba tukapata kuna watu wawili ndani. Sasa hiyo ndio ilinishangaza, ikaanza kunishtua, na si mimi peke yangu, watu wote ni kama walishtuka, kwa sababu kwa kaburi hona unapata mtu mmoja, lakini tukapata watu wawili. Kaburi ya pili watu watatu. Nilikuwa sijawahi ona maiti 12 watoto graves moja. Hiyo kitu ndio imenipa changamoto sana. Kwa kila kaburi walilofukua, jinamizi la walichoshuhudia imesalia hadi sasa. Kila siku makaburi mengi yakiwa na zaidi ya mtu mmoja. Matukio hayo ya kuogofya bado yanawaandama zaidi ya miaka miwili baadaye. Unaota mtu ulikuwa unamjua, ni mtu ulikuwa unambeba, lakini saa hiyo ulikuwa wakati hiyo unaenda mfukua. Sasa saizi inakuwa anakuja tena kwa ndoto. Mfano pale uko kwenye ile motion ya kuchimba ile, unaweza kuaruza mtu hapa kwa meno ukamwona. Sasa ile venye unafanya ile kazi pale, ndio hiyo kitu inakukujia kwa ndoto. Sasa anza mko kokota, urudi tena kulala mpaka asubuhi. Mzee mmoja alikuwa amezoea sana kukuja na bike. Huyo mzee hapo mimi ndo nilimuoa. Hiyo kaburi mimi ndo nilingoa mzee, hata bado namkumbuka mzee. Yeah. So huwa yeye ndo anakuja kwa akili yangu sana mara nyingi yani. Zoezi la kufukua maiti liliendelea, siku zikawa wiki zikawa miezi, kwa kila kukicha, na kaburi walizochimba ndivyo walivyozama katika makovu, na mauaji ya Shakahola yalizidi kipimo. Ajira hiyo ikawafanya baadhi yao kutumbukia katika vileo, pesa walizopata wakizifyonza baada ya kibarua. Unachimba, ukifika huku unakunywa pombe mpaka masaa ya kulala, hivyo unalala, unaraukia kuchimba, kukunywa tu. Ulevi ndio kikaanzia hapo, kwa sababu huwezi kuchimba hivyo ukiwa soba hivyo. Licha ya zoezi hili kukamilika zaidi ya miaka miwili sasa, kwa wachimba kaburi ya Shakahola, ukurasa na kumbukumbu bado zinawaandama nyumbani, kazini na hata miongoni mwa jamii, kiasi cha hata kuathiri familia zao. Silakiwa harufu nilikuwa tunaipata huko kwa msitu. Ni kama nilikujaingiza kwa nyumba yangu. Bado hiyo harufu huwa naisikia, ile harufu ya maiti. Sometimes wife ananiamusha, ananiambia jana wewe ulikuwa unaongea vitu za huko kwa Mackenzie, kwani hii kitu vipi, mbona haujakuwa serious mkaenda hata kama ni rehab? Wamebeba mabegi, wamevaa zile nguo ambazo walikuwa wanavalishwa huko kwa watu ambao wamekufa, wamevaa kama magloves hivi. Hata wakati mwingine huwa nashtuka
hata naweza uliza kwani kuna shida gani, anasema shida ni hao watu wako kwa Makenzi, vile nilikuwa naenda nikitoa hizo mwili kwa Makenzi. Wakati wa kufukua miili walikuwa wakipokea ushauri na saa kila siku kabla ya kibarua hicho. Mara ya mwisho hilo kufanyika ni tarehe 15 Julai mwaka 2023, kikao kifanyika chini ya mti mtaani Shakahola. Kwa sasa wanasema kuwa kipato kimepungua, jamii imewatenga, mawazo yanazidi kuwazonga kila siku, na ahadi walizopewa na serikali zimesalia hadithi. Unaweza weka bike hapo ukawa hutapata mteja paka jioni. Sasa mtu anaona kimbeba bado ile harufu itamfikia. Anasema wewe ni mtu mbaya, wewe ni mchafu. Na haizi panda. Hata nakumbuka tulikuwa tuna break kama for 3 weeks. Inabidi ile pikipiki yangu mimi nilikuwa naacha nyumbani, naingia shamba na lima. Hakuna venye na boda boda. Abdu sahi speak boda boda. Ingine mimi nacheza football. Unaenda pale labda mmefungwa, mtu anakuambia hao ni watu wako Makenzi wamefunga ndio maana tumeni hawawezi kucheza. Sasa ile inakuwa yani inakuwa affect sana mpaka unasema mimi sasa nikaachana zoezi kupiga bowling nikaachana. Miaka miwili baada ya mauaji kuripotiwa katika msitu wa Shakahola, matukio walioshuhudia wachimba kaburi bado yanayofuata, huku wakiitaka serikali kuweza kuwasaidia na taasisi zingine ili kuweza kuvuka daraja hili. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Shakahola, kaunti ya Kilifi. Bila shaka. Shukrani sana Francis Mtalaki kwa taarifa hii. Na makala mazito kwa sababu ukiangalia anazungumza kwa kutabasamu, lakini wanapitia kipindi kigumu sana kwa zile picha kuwarudia. Na wakawa wanaziona, jamii wengine wanaanza kuwatenga kwa sababu wanajua hawa walihusika na uchimbaji ama ufukuaji wa ile miili. Wanaambua na roho mbaya. Sema kitu.